Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu tena leo kwenye siasa na haki. Umoja wa Afrika AU umetoa tangazo muhimu lililowafurahisha wengi nchini Tanzania na barani Afrika kwa ujumla. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ameteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa AU, yani High Representative, kwa ukanda wa pembe ya Afrika na bahari ya Shamu. Mwenyekiti wa tume ya AU HE Mahmoud Ali Yusufu alitangaza uteuzi huo rasmi, akisisitiza kuwa uzoefu mkubwa wa Kikwete utasaidia kushughulikia changamoto za kisiasa, amani na usalama katika eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati duniani. Jakaya Mrisho Kikwete alizaliwa Oktoba 7 mwaka 1950 mkoani Pwani. Alihudumu kama rais wa Tanzania kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015, na kabla ya hapo alikuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka 2005. Na alishiriki sana katika diplomasia ya Afrika, hasa katika kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na nchi zingine. Kikwete ni mmoja wa viongozi wa Kiafrika wenye uzoefu mkubwa wa diplomasia. Aliongoza AU kama mwenyekiti wa AU kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2009, na alikuwa na uhusiano mzuri na viongozi wa kimataifa. Baada ya urais, ameendelea kushiriki katika misheni za amani na maendeleo barani Afrika. Uteuzi huu wa Machi 25 mwaka 2026 unakuja wakati eneo la pembe ya Afrika na bahari ya Shamu linakabiliwa na changamoto kubwa. Vita vya ndani vya Sudani kati ya SAF na RSF tangu Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo zaidi ya 1.5 na wakimbizi milioni 10. Mgogoro pia wa Ethiopia kama Tigray na maeneo mengine, na hali ya Somalia, Al-Shabaab na siasa tete. Migogoro ya bahari kama Red Sea inayohusisha Yemen, Houthi na hatari za vita za Gaza na Ukraine kwenye biashara ya kimataifa. Karibu 12% mpaka 15% ya biashara ya dunia kupitia Red Sea. Na pia kuna changamoto za ukame, migogoro ya mipaka na usalama wa bahari kama piracy na migogoro ya kijiografia. AU inataka kutoa suluhu za kimataifa katika matatizo ya Kiafrika. Kikwete anaonekana kama chaguo bora kutokana na uzoefu wake wa kuleta mazungumzo na kujenga imani. Kulingana na taarifa rasmi ya AU, majukumu ya Kikwete ni pamoja na kuendeleza diplomasia ya kuzuia migogoro kama preventive diplomacy, kurahisisha mazungumzo jumuishi inclusive dialogue kati ya wadau, na kujenga imani miongoni mwa serikali, upinzani, jamii za wenyeji na washirika wa kimataifa. Vilevile kuimarisha ushirikiano wa kikanda na IGAD, yani Intergovernmental Authority on Development, pamoja na EAC, East African Community, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Arab League na Umoja wa Kimataifa UN na wengine. Kikwete atashirikiana kwa karibu na IGAD ambayo inahusika na Somalia, Sudani, Ethiopia na kadhalika na washirika wengine ili kuhakikisha hatua za pamoja zinafanikiwa. Eneo hili ni muhimu kwa biashara ya kimataifa kama Red Sea ni njia muhimu ya meli kutoka Asia kwenda Ulaya, na usalama wa bara la Afrika zima. Eneo la Horn of Africa lina wakazi zaidi ya milioni 140 na linakabiliwa na migogoro inayogharimu mabilioni ya dola kila mwaka. AU inataka kuimarisha African solution to African problems badala ya kutegemea sana nchi za magharibi au China pekee. Changamoto kuu za eneo hilo ni vita vya Sudani, moja ya migogoro mbaya zaidi duniani kwa sasa, hali tete ya Ethiopia na migogoro ya mipaka, Somalia ambapo kuna Al-Shabaab bado ina nguvu, athari za mabadiliko ya tabia nchi kama ukame wa mara kwa mara, migogoro ya bahari na usalama wa meli ambayo ni Red Sea. Uzoefu wa Kikwete kama rais aliyeshiriki katika mazungumzo ya amani ya Burundi na DRC utamsaidia kujenga imani. Hata hivyo, changamoto ni kubwa: migogoro ya kikabila, maslahi ya nchi za nje kama UAE, Saudi Arabia, Iran na China pamoja na USA, na ukosefu wa rasilimali. Uteuzi huu ni heshima kubwa kwa Tanzania na Kikwete binafsi. Unaonyesha kuwa nchi yetu inaheshimiwa sana katika diplomasia ya bara, na Kikwete ana uzoefu mkubwa wa kuleta mazungumzo na kujenga uhusiano ambao ni muhimu katika eneo lenye migogoro mingi.
Hii ni fursa kwa Tanzania kuimarisha nafasi yake katika diplomasia ya Afrika na kimataifa. Kikwete anaweza kuchangia pakubwa katika kuleta amani na kuzuia migogoro. Eneo hilo ni tete sana na linahusisha maslahi ya kimataifa. Kikwete atahitaji ustadi mkubwa wa diplomasia ili kuepuka kuonekana kama mradi wa nchi mmoja. Uteuzi huu unaweza kuimarisha uhusiano wa Tanzania na AU na kuwa mfano wa viongozi wastaafu kuendelea kuchangia katika masuala ya bara. Tunamtakia Kikwete mafanikio mema katika jukumu lake jipya. Wasikilizaji, uteuzi wa Rais mstaafu Jakaya Kikwete kuwa mwakilishi maalum wa AU kwa pembe ya Afrika na Bahari ya Shamu ni hatua muhimu. Inatoa fursa ya kuimarisha amani katika eneo lenye changamoto kubwa. Tunamtakia mafanikio na tumaini atailetea hekima yake katika kezi. Asanteni kwa kusikiliza. Endelea kutoa maoni na unaonaje mambo kulingana na uteuzi huu.